Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Taarifa yetu kuu usiku huu. Israel inasema imemuua katibu wa Baraza la Usalama wa Taifa la Iran, mmoja wa watu vigogo nchini Iran katika serikali hiyo, lakini hakuna taarifa yoyote rasmi kutoka Tehran. Tuanzie katika vita ambavyo vimepamba moto huko Iran. Siku 18 baada ya kumuua kiongozi mkuu wa Iran, Israel inasema sasa imemuua mtu wa karibu zaidi naye, Ali Larijani. Vyombo vya habari vya Israel vinaripoti kwamba mkuu huyo wa usalama wa taifa alilengwa katika shambulizi la anga la usiku katika jumba la maficho. Iran bado haijatoa tamko rasmi kuhusiana na madai hayo. Ali Larijani mwenye umri wa miaka 67 aliwahi kuwa mpatanishi mkuu wa nyuklia wa Iran kati ya mwaka 2005 na 2007 kabla ya kuwa spika wa bunge la Iran kwa miaka 12. Israel pia inasema kuwa imemuua kamanda wa kikosi cha wanamgambo wa Basij, Gholam Reza Soleimani. Wanadai alilengwa akiwa katika kambi ya hema ambayo ilitengenezwa hivi majuzi na kundi hilo la Basij. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema amewaagiza wanajeshi wa Israel kuendelea kuwawinda viongozi wa Iran. Hichi ndicho alichokisema waziri wa mambo ya nje wa Israel, Gideon Saar, kuhusu shambulio hilo lililofanyika usiku wa kuamkia leo. Last night, the IDF took out commander... Jana usiku, IDF ilimuua kamanda wa Basij Soleimani na makamu wake na katibu wa Baraza Kuu la Usalama la Kitaifa, Ali Larijani. Wairani sasa wako salama zaidi bila watu hao. Kambi ya Basij chini ya amri ya Soleimani ilihusika na ukandamizaji wa kikatili wa watu wa Iran wanaotaka uhuru wao. Soleimani alikuwa amewekewa vikwazo na Marekani na Umoja wa Ulaya kwa kuwanyanyasa Wairani. Larijani pia alikuwa na vikwazo vya Marekani, ukiwa na kitita cha dola milioni 10 kama zawadi kwa kichwa chake. Tulifanya hivyo bure. Sasa iwapo hili litathibitishwa, kifo hiki kitakuwa pigo kubwa kwa Iran, ambayo kwa muda mrefu sasa amekuwa mtu mashuhuri zaidi nchini humo. Iran pia imeendeleza mashambulizi yake katika eneo zima la Ghuba ili kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya mabomu. Ubalozi wa Marekani mjini Baghdad ulikabiliwa na mashambulizi mawili yaliyohusisha ndege zisizo na rubani na roketi. Ndege zisizo na rubani pia zilizua moto katika hoteli ya kifahari katika eneo lenye ngome la Green Zone na kulenga kisima kikubwa cha mafuta kusini mwa Iraq. Kituo kikuu cha nishati cha UAE huko Fujairah, kilichoonekana hapa wakati wa shambulizi la awali, kimelengwa tena na mashambulizi ya Iran usiku kucha, na meli nyingine ya mafuta ikagongwa ikiwa karibu tu na hapo. Mamlaka zilisitisha shughuli katika kiwanda cha gesi cha Shah, mojawapo ya viwanda vikubwa zaidi duniani, baada ya shambulizi la Jumatatu jioni. Kwa upande wake, Rais wa Marekani Donald Trump anaendelea kutoa wito kwa mataifa mengine, haswa washirika wa NATO, kusaidia kudhibiti mlango bahari wa Hormuz, ambayo ndio njia kuu ya usafirishaji wa mafuta. Lakini chansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema nchi yake haitashiriki katika vita vya Iran, na kuongeza kuwa kuna njia moja tu ya kutatua mzozo huo: kutafuta suluhu la amani. Vikosi vya Iran vimekuwa vikifanya mazoezi ya jinsi ya kushambulia meli za kivita za kigeni kwa miaka mingi karibu na mlango bahari wa Hormuz, eneo ambalo kwa muda mrefu wamelichukulia kuwa lao. Wamekuwa wakijiandaa kuufunga, wakiwa na safu za siri za boti ndogo za mashambulizi na meli za kutega mabomu zilizofichwa ardhini zikiwa tayari na zikisubiri. Kisha kukatokea onyo hili kwa vyombo vya usafiri wa kimataifa wa majini. Kila mtu anayepita katika mlango wa bahari wa Hormuz amepigwa marufuku kuanzia sasa. Marekani imekuwa ikilenga jeshi la majini la Iran na meli zake za kutega mabomu. Rais Trump mnamo Jumatatu alisema sehemu kubwa imeharibiwa. Lakini je, zimeharibiwa zote? Tuna tishio la moja kwa moja chini ya maji, iwe ni kwa mashambulizi ya boti za kasi au vyombo vya majini visivyo na nahodha, na tuna tishio chini ya maji, iwe ni nyambizi ndogo au mabomu. Ukiweka mambo hayo yote pamoja, mazingira haya yana hatari kubwa sana. Iran imetengeneza maelfu ya mabomu yanayolipuliwa kwa mbali pale yanapoguswa, yanapohisi sauti au tetemeko. Mabomu hayo ni pamoja na yale yanayoelea karibu na usawa wa maji, mabomu yaliyofungwa chini ya bahari,
mengine yaliyo tayari kulipuka kutokea sakafu ya bahari na mabomu ya kunasa yanayowekwa kwenye vyombo vya majini. Hii inatosha kuzuia majeshi mengi ya majini kutoa msaada. Tumewapiga na tumehakikisha hawatatishia meli za kibiashara katika mlango wa bahari wa Hormuz, na tayari tumeharibu meli 30 za kutega mabomu. Tumezipiga meli zao zote za kutega mabomu. Sasa nadhani wanaweza kuyaweka mabomu kwenye aina nyingine za meli na kuyatupa majini. Hadi kufikia hivi karibuni, Marekani na Uingereza zilikuwa na kundi la meli ndogo za kusaka mabomu zenye mabaharia zilizowekwa Bahrain kwa ajili ya jukumu hili mahususi, lakini hali si hivyo tena. Zimeondolewa na nafasi yake imechukuliwa na mifumo ya kujiendesha kama hii ili kubaini na kuharibu mabomu ambayo bado hayajaharibiwa vitani. Waziri wa ulinzi wa Uingereza anasema baadhi ya mifumo hii sasa imetumwa katika eneo hilo, lakini bado inahitaji uongozi wa meli yenye mabaharia ili kuendesha ndege zisizo na rubani za juu na chini ya maji. Rais Trump ameonya kuwa itakuwa vibaya kwa NATO ikiwa haitasaidia kulinda mlango bahari wa Hormuz kwa wazi, lakini kwa sasa ni washirika wachache wa Marekani ambao wanaonekana kuwa tayari kuweka meli zao hatarini. Sasa ili kupata undani wa taarifa hii tuungane na mchambuzi Ibrahim Rabi anayejiunga nasi kutoka Al Ain katika milki ya Falme za Kiarabu UAE. Rabi, kwanza mtizamo wako kwa taarifa hii ya Israel kusema kwamba imemuua mmoja wa maafisa wa ngazi za juu wa usalama wa Iran? Ni taarifa ambayo imekuwa kubwa hapa Mashariki ya Kati na ambayo tumekuwa tukisubiri labda uthibitisho kutoka kwa Irani, lakini unafahamu kuwa mara nyingi Irani huwa kuna ishara wanazionyesha na ambazo zinakubaliana kuwa huenda hiki kitu kimetokea. Mashambulizi makali yaliyosambaa karibu nchi 7 mchana wa leo baada ya taarifa ya Larijani kusikika. Hii inatoa ishara kama kuwa huenda hizi taarifa zikawa zina ukweli kiasi fulani, manake Irani huwa wanajibu kwa hasira katika kipindi hiki. Lakini kitu kimoja ambacho kiko wazi kuwa nadhani Larijani anabaki kuwa ni mchezo wa kisiasa ambao unatafutwa labda Israeli, Amerika kupata ushindi wa kisiasa. Lakini kumuua Larijani sidhani kama kunaweza kubadili chochote, kwa sababu unaona kuwa Israeli na Amerika walimuua Khamenei mwanzo kabisa, lakini leo tunaona kuwa hakuna chochote kilichosaidia katika mauaji ya Khamenei. Kwa hiyo Larijani naye sioni kama kuna lolote linaweza likasaidia labda kufungua mfereji wa Hormuz au kubadiliza matatizo yaliyopo. Sioni kama kitabadilika chochote, isipokuwa inaweza ikabadilika title tu kiongozi mkubwa wa nchi ameuawa. Hilo ndio litabadilika. Rabi, kufikia jioni hii pia mmoja wa maafisa wakuu wa usalama wa Marekani amejiuzulu akisema kwamba Iran haikuwa inatoa tisho lolote kubwa kwa taifa la Marekani. Hii umeichukulia vipi na itaathiri vipi vita hivi? Kuanzia mwanzo kuwa Wamarekani wengi walikuwa hawaungi mkono vita hii. Ukiangalia zaidi ya 49% walionekana kuwa hawakuwa wakiunga mkono, kwa sababu zilizotajwa na Donald Trump hasikuwahi kuthibitishwa kisheria. Yani Trump hajawasilisha ushahidi wowote ambao umethibitisha kuwa kweli Irani walikuwa ni tishio. Sasa kujiuzulu kwa Kent ambaye amekuwa ni mtu wa karibu sana kwa Trump, ambaye amekuwa akitoa ushauri hasa kuhusu masuala ya kigaidi, na katika andiko aliloliandika kuwa Irani haikuwa tishio. Nadhani kura ya maoni itaofanyika labda wiki ijayo au wiki hii ndani ya Marekani inaweza ikaenda juu ya ile 49, na hili linazidi kumweka Trump kwenye nafasi ngumu zaidi. Unafahamu kuwa kuna uchaguzi mwezi Novemba na bado Trump yuko kwenye vita, amekwama, haelewi anaweza kutokaje hapo. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kuwa haviko sawa. Naam, tusalie na huyu Joe Kent bado inapohusu suala la kwamba anasema kwamba vita hivi havikuwa tishio kwa Marekani. Hii itakuwa na athari gani, hususan inapohusu umaarufu wa Rais Donald Trump ambaye tumeona sasa anawaita mataifa mengine kuja kumsaidia katika vita hivi dhidi ya Iran? Uamuzi huu ni kama mwiba kwenye utawala wa Trump, sio tu yeye na chama chake cha Republican, kwa sababu mara kadhaa hata maseneta au wabunge kadhaa wa Democratic wamemtaka Trump aweke uthibitisho ambao hautokuwa na shaka kwa kujiingiza kwao kwenye vita. Taarifa ya majeruhi ambayo inatajwa juu ya askari 200 wa Marekani, lakini vifo zaidi ya askari 13 wa Marekani ni kitu ambacho kinajadiliwa sana ndani ya Marekani. Kwa hiyo kutoka kwa taarifa ya Joe Kent ambayo unaweza kusema afisa wa ngazi za juu zaidi katika serikali ya Donald Trump, kutoka hadharani kusema kuwa yale ambayo baadhi ya wachambuzi wengi wanayazungumza, na kile kinachoendelea katika utawala wa Trump wa kunyamazisha media za ndani,
Kwa hiyo hii itakuwa ni mwiba mkubwa sana kwa utawala wa Donald Trump. Yote haya yanapoendelea, Rabi, Uingereza, Ujerumani zimesema sisi hatuhusiki katika vita hivi, na licha ya kwamba tunaunga mkono usalama na serikali nzuri ya Iran, lakini hatuungi mkono vita. Hii itakuwa na athari gani tena? Tayari Uingereza na Ujerumani, mfano ukichukua kauli iliyotolewa nje wa Ujerumani, yeye alizungumza wazi kabisa kuwa huu muungano ambao Donald Trump anauita tayari tumekuwa nao kwenye mlango wa bahari ya Bab el-Mandeb kule kati yao na Wahuthi, na anasema haukufanya kazi yoyote licha ya mashambulizi yote tuliyoyapeleka kwa Wahuthi, isipokuwa Wahuthi waliachia mlango baada ya makubaliano kufikiwa. Kwa ukisikia waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani anachokisema kuwa hakuna shortcut yoyote itatumalizia mgogoro huu zaidi ya meza ambayo yeye anasema kuwa ni lazima Irani washirikishwe, kwa sababu hakuna njia unaweza kusema kuwa kuna nguvu gani ambayo inaweza ikatumika kuzidi nguvu iliyokuwepo hapo awali, kwa sababu ukimaliza mfereji wa Bab el-Mandeb, ni kambi za Kimarekani zilikuwa zimejaa kila kona. Kwa nini hizi kambi zimeshindwa kulinda mfereji? Nani mwenye nguvu mwingine anaweza kuja kutaka kuweka nguvu kubwa kwa ajili ya kulinda huu mfereji? Kwa hiyo utaona kuwa kama hesabu za kutumia nguvu kulinda mfereji, basi inaweza ikachukua miaka mingi na hali ya uchumi wa dunia itazidi kuwa mbaya, maana shortcut pekee ni mazungumzo pekee, hamna njia nyingine. Na wakati haya yakiwa yanaendelea, Rabi, swali lingine ambalo linajitokeza ni vita hivi vitaendelea kwa muda gani? Kwa kifupi tu, kwa sababu awali Trump alikuwa amesema siku 4 tu, lakini inaonekana bado mashambulizi yanaendelea. Ukweli kuwa upande wa pili, mfano Donald Trump amekuwa na hamu na washirika wake. Mara kadhaa Trump amezungumza kuwa Irani wanataka mazungumzo, Irani wanataka mazungumzo. Nadhani imebaki Irani. Nadhani Irani kigumu zaidi kuwa ni nchi gani wanaiamini, kwa sababu hata hizi nchi ambazo ni washirika wa Ulaya wakati Irani inashambuliwa waliunga mkono. Kwa hiyo kuna nchi haziaminiki mbele ya Irani. Kwa hiyo sasa hivi anachotafutwa ni nani anaaminika mbele ya Irani, ambaye anaweza akaenda kuishawishi Irani ikubali mazungumzo, kwa sababu anayesubiriwa kwenye meza ni Irani pekee na sio Marekani. Sana Ibrahim Rabi tukisema naye kutoka Al Ain katika miliki ya Falme za Kiarabu, na mahojiano hayo yanahitimisha taarifa yetu kuu usiku huu. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya pia unaweza kuyapata kupitia mtandao wetu bbc.com/Swahili au katika ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Taarifa hiyo utaipata kwa kina. Hii ni BBC, mimi naitwa Roncliffe Odit. Tutakaporejea tunaangazia mashambulizi ya kujitolea mhanga nchini Nigeria ambayo yamewaacha zaidi ya watu 20 wakiwa wamepoteza maisha yao.
Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu ameshtumu msururu wa mashambulizi ya mabomu katika mji wa Maiduguri uliopo kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, ambapo takriban watu 23 waliuawa jana Jumatatu. Watu 108 pia walijeruhiwa katika mashambulizi hayo yanayoshukiwa kuwa ya kujitoa mhanga, ambayo ni mojawapo ya mashambulizi mabaya zaidi ya hivi karibuni kutokea katika mji huo mkuu wa jimbo la Borno. Ofisi ya posta, soko maarufu na hospitali ya mafunzo ya chuo kikuu cha Maiduguri zilishambuliwa karibu kwa wakati mmoja majira ya saa 1:30 usiku. Rais Tinubu ametaja mashambulizi hayo kama vitendo vya kukata tamaa vya wahalifu na magaidi wanaojaribu kueneza hofu. Maafisa wanasema milipuko hiyo ilitokea baada ya wanajeshi kuzima shambulio lililofanywa na watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa Kiislamu kwenye kituo cha kijeshi karibu tu na Maiduguri. Jeshi la Nigeria limeonya kuhusu ongezeko la hatari ya mashambulizi katika maeneo ya kaskazini mashariki katika siku za mwisho wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tugeukie taarifa nyingine sasa. Taifa changa zaidi duniani, Sudan Kusini, limekuwa likikabili wimbi jipya la mapigano tangu Disemba. Idadi isiyojulikana ya watu wameuawa na maelfu wamekimbia makwao, huku wanajeshi wa serikali wakipambana na wapiganaji wanaounga mkono kiongozi wa upinzani Riek Machar. Mkataba wa amani uliopelekea kugawana madaraka kati ya Machar na Rais Salva Kiir uko hatarini kusambaratika, na Umoja wa Mataifa umeonya kuwa nchi hiyo inaweza kujipata kwenye vita kamili vya wenyewe kwa wenyewe. Sasa baa la njaa ndio tishio kubwa kwa wale walionusurika mapigano hayo, huku wengi wakikimbia usalama wao katika kambi tofauti. Mwanahabari wetu Calvin Jabedo alikuwa katika jimbo la Jonglei na kututumia taarifa ifuatayo. Neasebit Kong mwenye miaka 27 na mama ya watoto 5 anapanga foleni kujisajili ili kupokea chakula cha msaada kutoka kwa shirika la chakula duniani WFP. Alitoroka makazi yake kijijini Akobo na kukimbilia kambi hii ya wakimbizi wa ndani iliyoko hapa Duk Padiet, umbali wa zaidi ya kilomita 140. Mumewe aliuawa kwenye mashambulizi hayo, na anasema risasi zilizomwangamiza zilifyatuliwa kutoka kwa ndege ya kivita aina ya helikopta. Tunateseka sana kwa kukosa mablanketi, chandarua, cha kuzuia mbu na chakula. Dada zangu na mjomba waliuawa baada ya kushambuliwa na helikopta wakiwa ndani ya nyumba yetu. Tunashukuru kwa msaada huu kwa sababu tulikuwa tunaumia. Nyawan Koang aliye na umri wa miaka 30 alipoteza wazazi wake kwenye vita hivyo na mumewe kutoweka. Yeye pamoja na wanawe 5 walikimbilia usalama wao katika kambi hii, safari iliyowachukua siku 2. Hana uwezo wa kujikimu na anategemea misaada ili kuweza kupata chakula cha kuwakimu wote. Mapigano yalipozuka tulitawanyika. Risasi zilitoka kwa ndege angani na kuwaua wazazi wangu. Njiani tuliona miili ya watu iliyotapakaa, ila hatukujua ni nani aliyewaua. Ni hali tata ya kiusalama ambayo imelazimu mashirika ya kitaifa ya kutoa misaada kutumia njia tofauti ili kuwafikishia wakazi hawa misaada adimu kwenye maisha yao. Mashirika kama WFP yanatumia ndege kama iliyo nyuma yangu, barabara na pia matumbwi kwenye mto kuwafikishia misaada hii ili kukimu maisha yao. Raia hawa wana wasiwasi kuhusu usalama wao, kwani wanasema kuwa waliopiga jamaa zao risasi ni wanajeshi wa kitaifa kupitia ndege za kivita. Serikali nayo kupitia waziri wa habari na mawasiliano Ateny Wek Ateny inasema ni vigumu kunyoosha kidole cha lawama kwa wanajeshi pekee, kwani katika hali ya vita chochote chaweza kutokea. Hakuna makubaliano yoyote ya kijeshi duniani ambayo yamekosa kuathiri raia. Serikali imechukua hatua madhubuti ili kujaribu kuwakinga raia dhidi ya vita hivi, na tunajitahidi sana. Raia wanaojipata mahali pasipofaa kwa wakati usiofaa bila shaka wanaweza kujeruhiwa. Hakuna vile unaweza kuzuia hilo kutokea. Kwenye mapigano yanayoendelea, idadi kubwa ya wale waliouawa ni wanaume, huku idadi kubwa ya wanawake wakinajisiwa na watoto kupotea. Wanaume waliofanikiwa kutoroka pia wako katika kambi hii. Wanajeshi na waasi wanawaua wanaume kwa wengi kwa sababu wanahofia kusajiliwa na upande ule mwingine ili kusaidia katika vita. Jamii hapa ilitukumbatia na kutustiri. Kama wanaume hapa tuna jukumu kubwa la kuwalinda wanawake na watoto kambini na kuhakikisha hakuna familia inalala njaa. Jambo gumu sana.
Maafisa wa shirika la chakula duniani jijini Juba wanahofia kuwa machafuko haya huenda yakaathiri shughuli zao za utoaji msaada wa chakula na dawa. Fauka ya hayo, makabiliano mapya maeneo ya Akobo yamepelekea kusitishwa kabisa kwa shughuli zozote za kibinadamu. Kwa bahati mbaya, machafuko ya hivi majuzi katika jimbo la Jonglei yameacha watu 1280 bila makazi na kuzidisha mahitaji yao ya kujikimu kwa kiasi kikubwa. Katika jimbo hili lenye watu zaidi ya milioni 2, asilimia 60 hawana chakula cha kutosha. Sudan Kusini ilipata uhuru wa kujitawala yapata miaka 15 iliyopita baada ya vita vya ndani kwa ndani vilivyoendelea kwa miongo kadhaa. Hata hivyo, raha ya kujitawala haikudumu kwa muda, kwani mzozo mpya ulizuka baina ya viongozi wake. Rais Salva Kiir alitofautiana na naibu wake Riek Machar na kupelekea Machar kufunguliwa kesi ya uhaini ambayo bado inaendelea. Waasi wa SPLM-IO wanamuunga mkono Machar, huku vikosi vya kitaifa vya SPLM vikisimama na Rais Salva Kiir. Kwa sasa, mzozo huu unaendelea huku watu 7 kati ya 10 nchini Sudan Kusini wakitegemea misaada. Kwa sasa wakazi waliokimbilia usalama wao katika kijiji hiki cha Dukpadiet watategemea misaada kutoka kwa mashirika ya kitaifa ili kujikimu maishani, huku wakisubiri lini usalama utarejea katika kijiji hiki na katika nchi nzima ya Sudan Kusini. Calvin Jabedo, Dira, BBC. Matangazo yetu ya redio pia husikika kupitia mtandao wetu bbc.com/Swahili, ambapo unaweza kumsikiliza Florian Kaijage. Huyo hapo katika Amka na BBC pamoja na Dira ya Dunia Radio kila siku ya wiki saa 12 kamili asubuhi na 12:30 jioni. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, je, wanaanga wanaweza kutengeneza chakula wakiwa angani? Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Nyama, viazi vilivyopondwa na hata keki vinaweza kutengenezwa sasa angani na kuliwa na wanaanga iwapo jaribio ambalo limezinduliwa hivi karibuni litafaulu. Mradi huo wa Ulaya unalenga kupunguza gharama za kuwalisha wanaanga kwa kutumia vyakula vilivyokuzwa kwenye maabara. Taarifa ya mwandishi wa BBC Palab Ghosh inawasilishwa na Ahmed Bahaj. 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Kuwasha mitambo kwa nguvu kamili na kupaa nenda Falcon na nenda Bandwagon 3. Juu na kuelekea obiti.
ikiwa na jaribio dogo la kisayansi ndani ya chombo hicho ili kuona kama wanaanga wanaweza kukuza chakula chao wenyewe ndani ya mirija ya majaribio, ikisonga kwa upesi ili kufikia anga. Ndani ya chombo hiki ni mradi huu wa majaribio ya kupima uwezekano wa wanaanga kukuza vyakula vyao wenyewe kwenye veli ama test tubes. Huu hapa ni mradi mdogo zaidi. Ndani yake ni nganoi iliyokuzwa kwenye maabara. Zinaweza kutoa protini, zinaweza kutoa mafuta na pia zinaweza kutoa carbohydrate. Hebu fikiria kuwa na mashine ya 3D ya kuchapisha chakula. Yaani inaweza kuchapisha na kutoa nyama unayohitaji katika kituo cha angani. Unaweza kuigeuza kuwa nyama? Yes. Ndiyo, hilo ndio lengo. Kwa sasa chakula cha angani si cha kuridhisha, ingawaje wanaanga wanafurahia. Chakula chenyewe si cha kufurahisha. Chakula kingi cha angani ni kile kilichokaushwa na baridi na pia hakibadiliki. Watafiti wanafanya jaribio kwa sababu ni ghali mno kutuma chakula angani. Inagharimu angalau pauni 20,000 kumlisha mwanaanga mmoja, tena kwa siku moja. Na gharama hizo zinaenda kuongezeka iwapo NASA itafaulu katika lengo lake la kuwa na makumi na mamia ya wanaanga kuishi na kufanya kazi angani. Kwa hivyo, chakula kilichokuzwa kwenye maabara kama hivi kinaweza kuwa na bei nafuu zaidi na amini usiamini, hata kuwa na ladha bora zaidi. Kazi ya Jacob ni kugeuza kemia kuwa chakula. Viungo vyote vinaweza kukuzwa kwenye maabara. Hajafaulu, lakini anafanya zoezi kwa ajili ya siku ambayo itawezekana kuunda kaimati zilizochanganywa na viungo. Lakini chochote chawezekana. Kila kitu kuanzia vyakula vya Kifaransa, vya Kichina, Kihindi na kila aina ya vyakula vinawezekana kuundwa angani kwa sababu tutaweza kutoa viungo tofauti. Helen Sharman alikuwa mwanaanga wa kwanza wa Uingereza alipokwenda katika kituo cha anga cha muungano wa Sovieti mwaka 1991. Je, anawaza vipi kunaweza kuwa na chakula katika siku zijazo? Nafikiri vilikuwa vizuri sana. Ninapenda ladha ya kusisimua. Sidhani kama nimeshawahi kuonja kitu kama hiki kabisa. Kwa hivyo, ningependa kuwa na jambo kama hili angani. Je, ni muhimu chakula kiwe sawa kabisa kwa wanaanga? Changamoto kubwa zaidi hasa ni kwamba chakula cha kwenye anga kinasinya. Kwa hivyo, wanaanga hukonda sana. Tunaweza kupunguza za uzito hapa duniani. Awali sana kwa vile hakuna vyakula aina nyingi. Jaribio hilo lilifanywa katika njia ya mzunguko wa dunia kwa muda wa saa chache, likiwa jaribio la kwanza la aina hiyo katika majaribio mengi ya kusaidia kuendeleza teknolojia. Iwapo itafaulu, wanaanga katika kituo cha kimataifa wanaweza kujaribu chakula cha kwenye maabara katika muda wa miaka michache ijayo.